magazeti yetu kuangalia ni yapi ambayo yamo magazetini asubuhi ya leo, ikiwa nafungua gazeti langu la PD ambalo niko nalo mkononi sasa hivi ili kuweza kukujuza ni yapi ambayo yamo magazetini. Alright, taarifa ambazo zinapewa kipaumbele hapa ni kwamba Mudavadi afungua moyo wake. Kwa Kiingereza wanasema Mudavadi's confessions. Jana alikuwa na press statement yake ambayo alitoa kuhusiana na BBI. Kwa hiyo leo hii naamini afungua moyo wake zaidi, na gazeti hili la pili linaweka wazi aliyoyasema. Autobiography wanasema namna hiyo, in a brand new tell it all book, MC leader Musalia Mudavadi reveals secrets of the March 2018 handshake between Uhuru and Raila and opposition coalition NASA intrigues ahead of the 2017 repeat presidential election. Yani yote yale kuhusiana na handshake, yote yale kuhusiana na NASA na masaibu yake yaliyoambatana na uchaguzi wa 2017 yapo kwenye autobiography yake Musalia Mudavadi ambayo ameweza kuandika. Unaweza kupata hadithi hii vizuri katika gazeti lako la pili, ukurasa wa 4, ukurasa wa 5 na ukurasa wa 6. Natamani nisome hata mimi mwenyewe niweze kujua yaliyomo pale ndani haswa, manake mengi alisema kuhusiana na uchaguzi wa 2017 ikiwemo na masuala yale ya kwamba Musalia Mudavadi hakuja katika kuapishwa kwake Raila Odinga kuwa people's president na mambo kama hayo. Ni kwa nini? Na mimi nimeandika masuala yale yote pale kwenye gazeti la ili la PD, unaweza kupata taarifa hizo. Alright, kwenye gazeti la The Standard taarifa ambazo zinapewa kipaumbele pale ni kwamba wanaongelea kuhusiana na wanasiasa ambao zamani walikuwa na marafiki lakini sasa hivi ni maadui. Picha iliyoko pale ni ya Deputy President William Ruto na ODM leader Raila Odinga. Wanaongelea kuhusiana na siasa na jinsi ambavyo siasa inaweza kubadilika kutoka kwa urafiki wa ndani hadi kwa uadui mbaya kweli kweli. Right, ni story ambayo inamulikwa pale. Alafu story nyingine ambayo ni very sad story kwenye ukurasa wa 4 katika gazeti hili la The Standard. Shock as Karume family buries his daughter in Israel. Inasikitisha pale kwamba inasemekana yule mwanae Njenga Karume yeye mwenyewe alikaa chini akasema kwamba jamani, mimi sitakaa hapa Israeli alafu nianze kubeg pesa za matibabu. Alikuwa na ugonjwa wa saratani. Akasema sitaki kufanya kama vile alivyofanya nisu wangu. Nisu wake inamaanisha yule ambaye alikuwa Marekani pia. Akawa analilia tu pesa za matibabu mpaka kaga dunia akiwa Marekani, na ikawa hata kuuleta mwili wake huku nyumbani ni shida kizungumkuti. Nasikia mwili wake ulifika hivi majuzi tu. Sasa yeye alisema kwamba sitaulizia, sitalia, si hata mwili wangu pia uzikwe tu huku Israeli. Tusisumbuane na mtu yoyote. Ilhali babake mzazi ni multi-billionaire. Ikiwa sasa hivi familia tu wako kotini waking'ang'ania utajiri wa baba. Shida ilioje jamani. Masaibu yalioje jamani. Inasikitisha kweli kweli. Pale ndani ya gazeti la The Standard pia Musalia Mudavadi anaongelea kuhusiana na BBI pale, anasema kwamba hakuna haja ya kuwa na position mbili ambazo zinafanana. Tunakuaje tena na PM alafu tunakuaje tena na state minister? Tofauti iko wapi pale? Mbona tusiwe tu na position moja ambayo inafanya kazi, tusiwe na mbili ambazo zinafanana namna hii? Anaongelea hilo swala pale kwenye gazeti hili la The Standard. Daily Nation pale revealed the truth behind handshake. Nafikiri ndo story pia iko pale kwenye PD kuhusiana na ile autobiography yake Musalia Mudavadi. Right, pia imemulikwa pale kwenye gazeti hili la Daily Nation. Alafu 132 people killed since start of rains. Jamani, Kenya yetu. Yani mvua ikinyesha watu 132 waaga dunia. Washakufa tayari. Wakiulizwa wamekufa, yani kama mbinguni tulikufa kwa mvua. Mvua ilinyesha nchini kwetu Kenya, basi hiyo mvua ndio iliyotuua. Inasikitisha sana jamani. Siku moja tunatumai kwamba itafika wakati ambapo mvua hii itakuwa sio mvua ya maafa, itakuwa ni mvua ya maana. Yani tunaweza kutengeneza damu kutokana na maji haya yote yanayofurika kote nchini. Wakenya wakapata maji ya kulima, maji ya kulisha mifugo yao. Tusiteseke wakati wa kiangazi. Maana sasa hivi Kenya imejaa maji. Katika pembe zote watu wanalia. Kenya mito imefurika na kupasua kingo zake. I hope the government will do something. Nasikia kwamba kuna bilioni zimetengwa tayari 200
200 billion shillings ili kuweza kusaidia katika mafuriko haya. Lakini hii hadithi ya kutenga bilioni kusaidia kwa mafuriko, kila mwaka nenda mwaka rudi, serikali inatenga bilioni 2 badala ya kutenga bilioni 200 za kusaidia katika mafuriko. Hizo bilioni 200 zingekuwa zimetengeneza damu na njia ya maji kupita kuingia katika hizi damu. Jamani. Alright, jokes aside, train ride to Suswa is a leisure expedition. 2 months after launch, there is little to show for the multi-million shilling railway stretch. Hii ni story ambayo iko page 10 ya gazeti hili la Daily Nation. Mengi zaidi msikilizaji, pewa gazeti lako uweze kujisomea mwenyewe upate uhondo kamili. Zimesalia dakika 3 tu itimie mwendo wa saa 1 asubuhi.